Naam, asante kwa kuendelea kutuchagua. Hii ni Channel 10 Plus habari. Alikuwepo hapa Lulu Ali ambaye ametuletea habari za kitaifa, kimataifa na biashara, na sasa ni wasawa habari za michezo na burudani. Niko hapa golikipa wa kisasa wa mpira sweeper Eden Bahati kukujuza mengi ambayo yamejiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA imeandaa kongamano la kimataifa la Kiswahili linalofanyika nchini Ufaransa sambamba na maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani. Akizungumza kuhusu kongamano hilo, Katibu Mkuu wa wizara hiyo Gelson Msigwa amesema kuwa lugha ya Kiswahili imeendelea kuwa kichocheo muhimu cha ukuaji wa sekta mbalimbali ikiwemo biashara, utamaduni, elimu na utalii. Wizara kwa kushirikiana na Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA imeandaa na inaendelea kutekeleza mkakati wa kitaifa wa miaka 10, yani mwaka 2022 hadi mwaka 2032 wa kukipeleka Kiswahili kimataifa. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa sasa Kiswahili sio tu lugha ya mawasiliano mapana, bali pia ni lugha inayoweza kutumika kama kibebeo au kichocheo cha kukua kwa sekta na tasnia mbalimbali. Kiswahili kimeendelea kupata mashiko katika nyanja za kimataifa, kwani kwa sasa lugha hii pendwa imekuwa ni lugha rasmi na ya kazi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika na Umoja wa Afrika. Baraza la Michezo la Taifa BMT limekutana na viongozi wa mchezo wa rugby, kikao kilichoongozwa na afisa michezo mwandamizi Chazi Maguzu. Kikao hicho kimefanyika katika ukumbi wa uwanja wa Benjamin Mkapa, kimeweka msisitizo wa kuimarisha maendeleo ya mchezo wa rugby nchini kwa kukumbushana majukumu ya msingi ya viongozi, ikiwa ni pamoja na kuandaa mikakati ya kutoa mafunzo kwa walimu wa shule za msingi na sekondari ili kukuza vipaji kuanzia ngazi ya chini. Vile viongozi hao wamejadili maandalizi ya mkutano mkuu wa mwaka pamoja na mpango wa kuanzisha mashindano ya kitaifa yatakayosaidia kuongeza hamasa kwa wananchi kuelekea mashindano ya AFCON 2027. Aidha, BMT imewakumbusha umuhimu wa kuzingatia utawala bora wa michezo kwa kuhakikisha kalenda za matukio zinawasilishwa kwa wakati, kuhamasisha usajili wa vyama na vilabu pamoja na ulipaji wa ada za mwaka kufanyika kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na BMT. Hatua hizi zinatarajiwa kuupa mchezo wa rugby mwelekeo mpya na kuongeza ushindani pamoja na ushiriki mpana wa wadau wa mchezo huo nchini. Na kwingineko ni kwamba mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa na afisa mtendaji mkuu wa SUMA JKT Meja Jenerali Rajab Mabele amezindua rasmi SUMA JKT Marathon, mbio zinazotarajiwa kufanyika Juni 7 jijini Dodoma. Tupate undani wa taarifa hiyo. Akiongea na vyombo vya habari kwenye hafla ya uzinduzi rasmi wa mbio hizo na utambulishaji wa vifaa vitakavyotumika kwenye mbio hizo zinazotarajiwa kufanyika katika viwanja vya SUMA JKT House vilivyopo jijini Dodoma, Meja Jenerali Mabele amesema mbio hizo zinazotarajiwa kushirikisha watu zaidi ya 10,000, fedha zitakazopatikana zinakwenda kuboresha afya ya mama na mtoto nchini. Lengo kuu la mbio hizi kwa mwaka huu wa 2026 ni kuwezesha huduma za afya ya mama na mtoto katika hospitali ya Makole iliyopo jijini Dodoma na hospitali ya rufaa ya Jeshi Lugalo, especially kitengo kile cha huduma ya afya ya uzazi na watoto kilichoko pale Mwenge, kwa kutoa vifaa tiba na mahitaji mbalimbali kwa ajili ya kusaidia kuboresha utoaji wa huduma za afya na kukidhi mahitaji ya wananchi wanaopata huduma katika maeneo hayo na maeneo ya jirani. Kwa upande wao, wafadhili wa mbio hizo ambazo hii ni mara ya pili kufanyika, akiwemo mfadhili mkuu benki ya CRDB, wamesema mbio hizo ni muhimu katika kuleta mahusiano mema. Na sasa kilichobakia kila mdau wa riadha ni kujisajili, na usajili huu unafanyika kupitia tovuti ya SUMA JKT ambayo imetengenezwa na kuboreshwa kwa kushirikiana na CRDB ili kufanikisha zoezi hili la usajili. Na zoezi hili la usajili litakuwa ni zoezi ambalo ni la kidijitali zaidi. Hatuna haja ya kutembelea kwenye matawi ama kutembelea vituo vya SUMA ili kujiandikisha. Mbio hizi zitakuwa za kilomita 42.2 kwa maana ya full marathon, kilomita 21.1 kwa maana ya half marathon, kilomita 10 kwa maana ya social run na kilomita 5 kwa maana ya funny run. Sisi kama SUMA JKT Guard Limited tutahakikisha kuwa mbio hizi zinakuwa salama
na kampuni itahakikisha kuwa inatoa ulinzi wa kutosha kwa wakimbiaji na washiriki wote kwa umbali waliojiandikisha. Kwa hiyo nitoe heshima kwa wote ambao wamezisikia mbio hizi kuweza kujiorodhesha na kushiriki kukimbia, ikiwa pamoja na makamanda na wazalendo wengine wote nchi nzima. Mimi ni mwanamichezo wako Faraja Kihongole, Channel 10, Dar es Salaam. Asante mwanamichezo Faraja Kihongole kwa kutujuza taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba bondia Joseph Maigwisa ameahidi kuchukua heshima yake dhidi ya bondia Pius Mpenda kwenye pambano la panchi kwa heshima litakalofanyika Machi 21 mwaka huu katika viwanja vya Kines jijini Dar es Salaam. Tupate undani wa taarifa hiyo. Akizungumza wakati akiendelea na hamasa ya pambano lake mapema hii leo Magomeni jijini Dar es Salaam, amesema licha ya kuwapiga mabondia wakubwa amekuwa hapati heshima anayostahili kwenye mchezo wa ngumi. Hivyo wakati umefika kuchukua heshima yake kwa kumchapa ulingoni kipigo cha aina yake bondia Pius Mpenda kwenye pambano hilo. Sasa nakuja na ladha tofauti. Yaani KO anapigwa muda wote ule. Ila nataka nionyeshe ladha, yani nampiga afu nampiga tena. Kwa upande wa wadau na mashabiki wa bondia huyo wamejinasibu kuibuka na ushindi wa kishindo katika raundi za mapema kwenye pambano hilo. Mimi nataka kusema ni ajiandae, akae mkao kula. Bwana anafuliwa vya kutosha, namba support vya kutosha, au sio bwana? Na mimi makocha atakopo nao nasikiliza hali ya juu. Huyu Pius Mpendwa, sisi tunapata matandana tu. Oya, bafetu tina asikulumi siaenza siashaya asikuni ndaba za bantu. Makocha wa bondia huyo wamesema wameandaa mbinu za kivita ulingoni kuhakikisha wanapata ushindi siku hiyo. Fiti zaidi ya chuma, nina chuma cha reli. Nilitaka kumwambia tu kwamba na Pius Mpenda ajiandae. Sasa hivi hatupigi bali tunaua. Kama hajafa kwenye ringi basi ataenda kufa sehemu nyingine yoyote. Sisi tumejiandaa, tumejipanga kuua. Sawa bwana, huyu bondia yuko vizuri kwa sababu ukiangalia yeye mwenyewe akauza historia. Amuulize mwenyewe Sanitaba. Amelamba sakafu zaidi ya mara 3 kwenye ringi. Mapambano makali kushuhudiwa na Watanzania, huku Karim Mandonga akizichapa dhidi ya bondia Maxwell Kelvin, huku bondia Bakari Kitogo na bondia Yasin Awadhi, Kasim Gunda na bondia Lutengano Joni, Ibada Jafari na bondia Jafeti Binchwagwale. Kwa upande wa wanawake, bondia Sara Alex wa Arusha, yeye atapanda ulingoni dhidi ya bondia Halima Vunjabei wa jiji la Dar es Salaam. Mimi ni Winga Teleza Witness Ngalawa na hii ni Channel 10+. Asante Witness Ngalawa Winga Teleza kwa kutujuza taarifa hiyo ambayo inatuwekea utuo kwenye habari za michezo kitaifa. Na sasa ni wasaa kuangaza yale ambayo mijili medani za kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu. Michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya imeendelea usiku wa jana kwa michezo ya hatua ya 16 bora mkondo wa pili, ambapo timu 4 zimefanikiwa kufuzu hatua ya robo finali. Mchezo wa mapema kabisa ulikuwa pale katika jiji la Lisbon nchini Ureno, ambapo wenyeji Sporting CP walifanya maajabu ya kupindua meza baada ya ushindi wa mabao 5-0 dhidi ya Bodo Glimt kutoka nchini Norway na kutinga hatua ya robo finali kwa jumla ya mabao 5-3. Michezo mingine, mabingwa wa kihistoria barani Ulaya Real Madrid iliibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Manchester City na kufuzu hatua ya robo finali kwa jumla ya mabao 5-1. Wakati huo huo, mabingwa watetezi PSG iliibuka na ushindi wa mabao 3-0 ugenini dhidi ya Chelsea na kufuzu kibabe kwa jumla ya mabao 8-2. Nao Arsenal the Gunners wakiwa nyumbani katika dimba la Emirates iliibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Bayer Leverkusen na kufanikiwa kutinga robo finali ya michuano hiyo. Wakati huo huo, michezo ya hatua hiyo inaendelea tena usiku wa leo kwa kuchezwa michezo minne, ambapo Barcelona watakuwa nyumbani katika dimba la Spotify Camp Nou kuwakaribisha Newcastle United the Magpies, huku Bayern Munich watakuwa pale Allianz Arena dhidi ya Atalanta Bergamo. Liverpool watakuwa katika dimba la Anfield dhidi ya Galatasaray kutoka nchini Uturuki, huku Tottenham Hotspur watakuwa nyumbani pale jijini London kupambana na Atletico Madrid ya Diego Simeone. Kenny Malila, Channel 10.
Asante Kenny Malila, journalista Mario Fio, kwa kutujuza habari za michezo medani za kimataifa kwa umaridadi wa hali ya juu, huku kubwa zaidi ikiwa ni ligi ya mabingwa barani Ulaya. Leo mechi zinapigwa majira saa 5. Vijana tunapata sababu nyingine ya kuaga kutoka usiku kwenda kushuhudia ligi ya mabingwa barani Ulaya. Kufikia hapo hatuna la ziada kutoka kwenye chumba chetu cha habari za michezo na burudani. Kwa niaba ya wote, mimi ni Eden Bahati, golikipa wa kisasa wa mpira. Nirejeshe matangazo kwake Lulu Ali kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima ya leo.